Salamu nyingi siwafikie nyote kule mnaonisikiza kwa sabato hii ya leo. Salamu zenye heri zitokanazo na upendo tulionao wa Mungu katika Kristo Yesu. Naamini wiki yenu imekuwa njema na tumefikia kilele chake, yaani hii sabato ya leo, ambapo kote mliko naamini kila mmoja kama asemavyo Bwana katika Waebrania 12 mstari wake wa 22 hadi 4, naamini kila mmoja wetu amekuja mbele ya mlima Zayoni wa mbinguni, mbele ya Mungu aliye hai, mbele ya Kristo mwombezi na kuhani wetu mkuu, mbele ya malaika wa mbinguni wasio na hesabu, mbele za roho za watakatifu waliokuwa mbele zetu wanaongojea ufufuo. Kwa hiyo sabato ya leo huwa ni ukumbusho wa huo ufalme wa Mungu unaokuja, na kila wakati ijapokuwa sisi wa kanisa lake tuko hapa duniani, hatuenendi kulingana na maisha ya huu ulimwengu wa sasa, kama alivyosema Kristo, na vile mimi sio wa ulimwengu huu na nyinyi pia sio wa ulimwengu, bali naliwaita mtoke ulimwenguni mukae katika ulimwengu kama mfano wa maisha ya ufalme wa Mungu. Na ndiyo sababu tunasema kanisa la Mungu hapa ni ubalozi wa ufalme wa mbinguni hapa duniani. Mimi hapa naongea na nyinyi kama balozi wa huo ufalme, nikiwatangazia hayo maisha yake na nikiwaonyesha pia mfano wa vile Mungu aliumba watu wote, sio kanisa peke yake. Kanisa ni chombo cha kuwatangazia wanadamu wote mpango wa Mungu kwa maisha yao, maana amethibitisha hayo katika Waefeso 3 mstari wake wa 9 hadi 10, kwamba kupitia kwa huu ubalozi ambao ni kanisa lake, ulimwengu wote utaifahamu ile siri Mungu aliyokuwa nayo hata kabla kuumbwa misingi ya dunia, siri ambayo tuliumbwa ndani yake, siri ambayo ndio hii tunawatangazia kama ilivyo nenwa na manabii na mitume wote, wakinena kwa roho ya Kristo, ambaye peke yake ndiyo njia yetu ya kumfikia Mungu, ndiyo njia yetu ya kumuelewa Mungu. Kwa hiyo nachukua nafasi hii kuwakaribisha mbele za Mungu, mbele za Zayoni, maana sisi huamrishwa kutoka huko kama asemavyo Isaya. Na ijapokuwa Isaya hapo sura ya 2 mstari wa 3 anaongea wakati ambao ufalme wa Mungu utakuwa umekuja hapa duniani, ufalme wa utawala wa miaka 1000, wakati sheria itatoka Zayoni hii ya pale Jerusalem mashariki ya kati, na neno litatoka Jerusalem. Hata hivyo kwa kanisa la Mungu saa hii ninavyoongea, hiyo andiko inatimia, maana sisi tunaagizwa kutoka Zayoni ya mbinguni, kutoka kwa kiongozi wetu Yesu Kristo. Tunaongozwa, tunapata neno kutoka Jerusalem ya mbinguni, maana tuko wakati wa kuabudu katika roho na kweli. Kwa hivyo mnayoyasikia ni Mungu kupitia kwa Kristo Yesu, kupitia kwa watumishi wake ambao mimi ni mmoja wao, akitufundisha namna ya kuishi itakao tuwezesha kuhitimu kuurithi huo ufalme.
Basi karibuni nyote kwenye sabato ya leo. Mimi ni James Mutulu. Karibuni mbele za Mungu tuweze kusikia anasema nasi leo kuhusu nini, kwa ujumbe uitwao unatafuta nini. Katika hali ya kuhubiri hapa na pale, kuwatangazia wanadamu wote maisha ya Mungu kama alivyoyapanga katika Kristo Yesu kwa wanadamu wote, nimekutana na watu wa kila aina, watu ambao hawamtambui Mungu wala huwa hawaelewi ninapoongea naongelelea nini. Nimekutana na wengine wanaojionyesha kumtambua Mungu, lakini wanaendelea na maisha sawa sawa na ya hao ambao hawamtambui Mungu, ila kwa midomo yao wanaongea maneno ya ufalme, wanaongea maneno ya maisha kama wanavyoyasoma katika maandiko, lakini wao hawayaishi, wala shughuli walizo nazo zote ni sawa sawa na za wale ambao hawamtambui Mungu. Ndo sababu hii nanena mwanzo kabisa kwa kanisa la Mungu, kwa wale wanaomtambua Mungu, waliofunuliwa na Roho wa Mungu kuyafahamu haya maisha ya kiroho, na kujaribu kuwaonyesha tofauti kati ya uungu na ulimwengu, tofauti kati ya tegemeo la watu wa Mungu na tegemeo la watu wa ulimwengu, ili baada ya hapo, kama ilivyo kawaida, tunamsikiza Mungu na Mungu anaongea mambo ya mioyo yetu. Kwa hiyo baada ya hapo, kama ilivyo kawaida yetu, huko mbele ya kioo cha Mungu kinaitwa neno lake, kioo ambacho peke yake ndio unaweza tumia kuangalia moyo wako, uone yale maisha unayoishi, ile nia ya moyo ulio nayo, yale mawazo unayoyafikiria. Unafikiria hivyo kwa vile umejifunza kwa Mungu na kwa hivyo unamtegemea, ama ni kitu gani kimejaa moyoni kimekuwa ndio mawazo yako, ambayo hiyo ndio itakudhibitishia swala letu la ujumbe wa leo ni kitu gani unatafuta. Ni mawazo yako, ni nia za moyo wako, ni matendo yako, tabia, ndizo zinaweza kukudhibitishia kabisa unatafuta nini. Kwa hiyo, ni nini hiki kinachokuhangaisha tangu asubuhi mpaka jioni? Tunaamka asubuhi kuenda kwa kazi zetu, tukitafuta nini? Vyakula. Tunatafuta hela, pesa ya kuweza kununua manguo, tuwe na chakula cha kutosha. Tunatafuta utukufu wa ulimwengu, mavazi ya bei ya juu, manyumba ya kifahari. Tunatafuta pia magari ya kuweza kusafiri kila wakati tunapohitaji kuenda mahali. Tunatafuta kukubalika kwenye vile viwango wanadamu wa ulimwengu wa leo wameviweka. Kwa hiyo ukiangalia ni wazi kwamba katika mioyo yetu haupati mahali ufalme wa Mungu uko mioyoni. Kilicho moyoni ni nataka kufanana na ule tajiri, nataka nipate hela kama yeye,
nataka pia nikuwe kiongozi, watu wote wanikubali, ni washauri kama mtu mwenye heshima. Mahitaji yetu yote yanalenga mambo ya mwili. Tukiangalia, Mungu anasema kwamba kunayo akili ndani ya mwanadamu. Tukisoma katika Warumi 8 na mstari wa 5, anasema akili iliyojengwa juu ya mwili ufikiria na kutafuta vitu vya mwili. Kila mtu mwenye akili iliyojengwa juu ya mwili, goli yake, utafutaji wake wote ni hayo mambo tumehesabu. Na hayo mambo tumehesabu, ukiyaangalia, hayana akili ya Mungu ndani yao. Ukipata pesa, ukipata uongozi, ukipata kuheshimiwa na wanadamu wenzako, kila mtu anakupongeza, anakusifu, hiyo ndio inaoridhisha mwanadamu mwenye akili ya mwili. Picha ya uungu ukiangalia haimo pale. Sasa tujiulize, hiyo ndio lengo la Mungu kuumba mwanadamu? Tukiangalia, Mungu anasema vizuri sana kwamba katika kitabu cha Luka 12 na mstari wake wa 15, anasema uhai wa mwanadamu hautegemei wingi wa mali alionayo. Haya, huyu hapa, wewe ama mimi, nang'ang'ania utajiri, nang'ang'ania viwango vya mbele vya wanadamu kama ulimwengu wa leo ulivyopangwa. Nang'ang'ania sifa, utukufu wa kidunia, yaani mapambo ya kimwili. Naye Mungu huyu hapa anasema uhai wako hautegemei hivyo vitu. Sasa unatafuta nini? Uzima wa milele. Haya, Mungu anasema hautokani na wingi wa mali ulio nayo. Na hii tunaiona vizuri sana kwenye matendo, matukio ya kila siku. Na Mungu akiyadhibitisha. Tunaona mwenye mali ambaye amepata mali, hata tuseme saa hii ni rais wa taifa fulani, ni tajiri sana, anaheshimika na kuogopewa na watu walio karibu na yeye. Yeye hutembea mahoteli ya kifahari mahali popote apendapo. Ana kila kitu cha kutamanika, mpaka wanaomzingira wanatamani sana wafikie hicho kiwango. Lakini kulingana na Mungu muumba, huyo mtu amefaulu sana. Huyo ndiye mtu Mungu anapoita watu anamchukua muweke pale mbele kama vile sisi wanadamu tunavyomuweka. Asha, hata kidogo. Tukisoma Zaburi 49 mstari wake wa kuanzia 6 hadi 12, kuthibitisha kwamba uhai wako na kufaulu kwako sio haya mapambo ya kimwili, sio mapato ya kimwili. Kuishi kwako kunamtegemea huyo Mungu ambaye sasa hivi hatuko naye kwa akili zetu, hatuko naye kwa mioyo yetu. Mahangaiko yetu toka asubuhi mpaka jioni ni juu ya hivi vitu vinavyotumika na huu mwili.
Lakini kuna kitu kimoja ndugu zangu hatuelewi, hatujawahi kuona na kuelewa mpaka wa sasa. Kule kuishi kwema kunakotumia hivyo vitu kulingana na vile Mungu alivyovipanga vitumike. Mungu anasema baada ya umepata mali, baada umepata sifa kwa wanadamu, baada umepata utukufu, huo wema, ukifahari, vilele vya utukufu wa kimwili, Mungu anasema hapo Zaburi 49 kuanzia mstari wa 9, hiyo mali haiwezi kulipia uhai wako, haiwezi kukuweka hai hata dakika moja. Maana anaeleza akisema, mnaona vile hata wenye mali wanakufa sawasawa na wasio na mali, wanapata magonjwa sawasawa na wale wasio na mali, wanaogopa, wanakaa maisha ya uoga, ajui ni lini atafisiwa na wakora. Watembeapo barabarani wanapata ajali sawasawa na wasio na mali. Anaenda kwa gari ya kifahari, anafika mji ulio karibu na yeye, wewe unatembea miguu. Lengo kwa nyinyi wawili mumefika pahali, mkifika pale taoni ni hiyo moja. Amekuwa mgonjwa, ameenda hospitali ile kubwa sana, tuseme ile inayojulikana ulimwenguni, amekufa huko na ugonjwa malaria. Wewe chokora, kijana wa mtaani, amekufa na malaria kando ya barabara. Wote wawili wameuliwa na malaria. Pesa ya huyu asikumsaidia asife. Kwa hivyo Mungu anathibitisha kwamba kuwa na pesa asikuondolei maovu yanayoogopewa na kila mtu. Lakini kwa kutokuelewa, watu wenye akili ya kimwili ambao hawawezi kufahamu siri za ufalme wa kiroho, wanafikiria hivi vitu ndivyo vinahifadhi uhai. Lakini Mungu kwa neno lake anatuambia katika kitabu cha Ayubu, sura ni ya 12 mstari wa 10, kwamba uhai wote unahifadhiwa na Mungu, uko mikononi mwake, na ndani yake ndimo kuna pumzi ya uhai wanadamu wote, wanyama, miti, kila kitu. Kwa hivyo wanaotegemea mali, wanaotegemea nguvu za wanadamu wenzao, wanaotegemea afya ambayo ni Mungu aliwapa, wasikumbuke mahali hayo mauwezo yanatoka. Mungu anasema ni wajinga. Kumbuka hapo Luka 12 na mstari wake ni wa 20. Tajiri aliyejikusanyia vitu vingi, baada ya kuvipata anasema, roho yangu pumzika, kula ushibe. Mungu alimwambiaje? Wewe ni mpumbavu, ni mjinga. Leo hii uhai wako nitachukua. Hiyo mali itakuliwa na nani? Kututhibitishia kwamba uzima hautokani na mali. Lakini tukiangalia, kila mtu anang'ang'ania mali, anang'ang'ania sifa, utukufu wa kimwili, na hali matokeo yenyewe tunayaona kwamba haikupi furaha ile unadhania utafurahia. Mungu ameonyesha vizuri sana kasi ya pesa, kasi ya mali, kasi ya wanadamu wenzako ni ya huu mwili. Na hili huu mwili uweze kufanya kazi,
unahitaji uhai wa Mungu. Ni uhai ndani ya mtu ambao ndio unatumia mali, ndio unakula chakula kinakupa mwili unakuwa na afya, ndio unakupa nguvu za kujiepusha na hiki na kile. Uhai utoke kwa Mungu ndio uweze kutumia mali. Mhubiri kitabu chake ni cha 2 mstari wa 24. Unaona hata uwezo wa kufurahia hii mali, uwezo wa kuwa na afya njema, uwezo wa kuwa na uhuru unatoka kwa Mungu. Na hii inadhibitika. Pesa yako haiwezi kukupa furaha. Kwanza inakubabaisha, inakusumbua. Kuna mwenye pesa saa hii hawezi hata kufurahia hivyo vyakula, ni mgonjwa wa kusidi. Hata hana furaha yoyote ya mwili, ni maumivu tele. Hii pesa haimsaidii. Kwa nini haimfurahishi? Na ndio tunakimbiza tukifikiria ndani yake ndimo kuna uhai, ndimo kuna furaha. Sivyo hata kidogo. Ni Mungu akikupatia uhai wake na kuulinda kutokana na madhara, ndipo unafurahia hivyo vitu ambavyo pia ni vyake. Soma Zaburi 50 mstari wake tuseme 1 hadi 9 pale. Utaona Mungu akikwambia, mimi huwezi kunisifu ati na mali yako. Hiyo mali ni yangu, ni mimi nimekupatia. Ningekuwa na njaa siwezi kukuomba chochote kile. Ulimwengu na chochote kilivyo, wanyama, ng'ombe, ndege, hata na wewe mwenyewe ni vyangu. Nikitaka kitu sitakuomba wewe, ni mimi nimekupa, ni vyangu. Sasa tunatafuta nini? Ukiangalia kwa mioyo yetu, tunafikiria ukiwa na pesa una kinga ya maisha. Tunafikiria ukisingirwa na wanadamu wote wakikupongeza na kukuabudu, kukusifu, una kinga ya maisha. Tunafikiria ukiwa kiongozi pale una kinga ya maisha. Lakini tunaona hawa wote wako katika hatari ya kupatwa na maovu yote yale maskini anaogopa. Mungu akasema katika Ayubu mstari wake sura ya 34 mstari wake 14-15. Mungu anasema, nikitoa uhai wangu viumbe wote wananyauka, mnakufa. Maana katika huu mwili wewe na mimi ni viumbe wa nyama na damu, viumbe ambao Mungu hajamaliza kuwaumba kiasi ya mtu kujitegemea. Hauwezi kuishi dakika moja bila Mungu kukusaidia. Na ndio naona anasema, nikichukua uhai wangu unakufa, na mali yako unaiwacha inakuliwa na wengine. Uongozi wako unaoongoza unawacha unachukuliwa na wengine. Ni kwa nini? Maana katika huu mwili sisi wote wanadamu, maskini kwa tajiri, wakuu kwa wadogo, wenye nguvu kwa wadhaifu, sisi wote kwa sasa tunategemea uhai, nguvu, hekima kutoka kwa Mungu. Lakini ulimwengu wa leo umedanganyika na ukasahau pahali wanategemea kupata wema katika maisha, kupata furaha, kupata upendo, kupata uhuru na hata uwezo
wa kupata mali. Soma Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 17. Ni Mungu ndiye awapaye hata uwezo wa kupata hivi vitu. Daudi akinena na Wayahudi, Mambo ya Nyakati wa kwanza sura yake ya 29 mstari wake wa 11-15, anasema, Mungu, hii tunao kutolea kama zaka sadaka ni ile yako umetupa, kutoka kwako tulipata, na tunachukua hiyo ya kwako tunakupa. Huyu ni mtu anayeelewa maisha, kwamba hakuna chochote awezaye kutegemea katika huu mwili isipokuwa Mungu. Sasa ndugu zangu, ujumbe wa leo ni kwa wale wenye masikio, ni kwa wale ambao macho yao yako ndani ya akili zao, wale watembeao kwa ufahamu na sio kwa kuona kwa macho, vitu ambavyo isipokuwa Mungu atufunulie hakuna mwanadamu awezaye kuelewa. Na kwa vile ulimwengu umekatiswa na huo ufahamu wa kiroho, ndio naona tunahangaika na tunasahau kwamba kama si Mungu hatungekuwa hai. Kama si Mungu hiyo mali haingekuwepo. Kama si Mungu hatuwezi kuwa na hii afya hata ya kufurahia hiyo mali. Na ndio Kristo alipokuja katika injili yake ambao ndio hii unaisikia, akasema, jambo la kwanza, kama utaweza kuishi maisha ya kweli, toka katika ulimwengu. Na kutoka katika ulimwengu sio kutembea kwa miguu. Wacha haya maisha yote ya udanganyifu. Wacha hizi tegemeo zote za wanadamu. Hii nanena kwa sababu kama nilivyoanza kusema katika kuhubiri kwangu, ninapotembelea wanadamu hapa na pale ninao wandugu zangu wengi ambao naamini sisi sote, kila mmoja tunatoka kwenye uhubiri wa uongo. Watu ambao bado ni wa ulimwengu, wana akili ya kimwili, tegemeo zao ni za kimwili, wanatafuta kimwili, lakini hapa mdomoni wanaongea neno la Mungu. Hila kwa moyo ni watu ambao Paul alionya akisema, watu wanaodhania kwamba uungu ni namna ya kupata faida ya kimwili. Yaani ni watu ambao hawajagundua yale maisha ambayo Mungu alituumba tuishi. Maana hizi mali, pesa, afya ya kimwili, vyakula, chochote kile kinachotegemewa na huu mwili ni cha kuhifadhi mwili, sio cha kukupa. Akikupatii ufahamu, akikupatii nguvu, akikupatii uwezo, akikupatii uhai, vinahifadhi huu mwili baada ya Mungu ameupatia uhai. Lakini watu wakadanganyika, wakafikiria uhai unategemea hivyo vitu. Katika injili ya Kristo anakuambia wewe unayedhania hivyo ni mjinga. Yeye ategemeaye utajiri asigundue Mungu ni mjinga. Soma mahali kwingi utaona Mungu amerudia hilo jambo, kwamba wenye utajiri wajikane na kujililia, wajifunze kumtegemea Mungu. Basi kuna wengi wa wale hata wandugu katika kanisa la Mungu ambao
wanamkubali Mungu labda kwa sababu wamepata shida nyingi za kimwili, ni maskini wa kimwili, ni hawana nguvu, wanadhulumiwa na wanadamu wenzao, wanatamani kupata hivi vitu kama wenzao na hawapati. Basi wanafikiria wakija kwa Mungu atawabarikia hivi vitu. Kwa hivyo imani yao kwa Mungu, wanachukua neno la Mungu kwa ile akili ya kimwili, na wanachoomba, wanachotazamia kwa Mungu sio huu uhai ambao Mungu akiwapa ndio unafurahia. Hata hivi vitu wanatafuta, wanafikiria kumdanganya Mungu ati wamemwamini, lakini kwa maombi yao utasikia mtu anaomba akuwe na afya njema, na sio vibaya kuomba afya njema. Lengo lake anaamini mtu aliyebarikiwa na Mungu ni yule amepata utajiri mwingi, ni yule anaheshima kwenye viwango vya kibinadamu, yule anatukuzwa na kila mtu. Yaani anafikiria kumcha Mungu akiwa na lengo la kupata vya kimwili. Huyu mtu ndio tulianza kusema ni watu waliokuja wenye nia ya kimwili, lakini wamejifunika neno la Mungu hapa. Na kama we ni mtu wa aina hiyo, elewa basi bado hujawahi kuamini Mungu, hujawahi kufahamu Injili Kristo aliyeilete inaongea juu ya nini. Maana Warumi 14 mstari wa 17, Mungu anasema vizuri sana kwamba ufalme wake hauhusu vyakula, hauhusu kunywa, bali unahusu nguvu, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Kusema nini? Hatuamini Mungu ili tupate utajiri, tunaamini Mungu ili tupate ufahamu wa kuishi tukiumbika ile tabia ya Mungu mwenyewe. Maana tangu mwanzo Mungu anayo nia ya kuwafanya wanadamu wakuwe viumbe kama vile yeye alivyo, viumbe wa kiroho. Na uroho hauumbiki na pesa. Kiroho akiharibiwi na umaskini, akiharibiwi na ugonjwa, akiharibiwi na madharau ya wanadamu. Kiroho kinaharibiwa na mtu kutotenda kulingana na kile Mungu anafundisha kuhusu maisha. Na maisha yanakaa vile Mungu amenena kwa neno lake. Baada ya kwamba tumeishi kulingana na neno lake, tumepata ufahamu wa vile tuliumbwa, vile tunapaswa kuishi. Hapo ndani pia ndimo kuna ufahamu wa vile hii mali iliumbwa na ile kazi inatenda ndani yetu, kiasi kwamba kama asemavyo Bwana katika Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 31, naamini mtakuwa tayari na Biblia zenu kudhibitisha maneno ninaowaambia ni ya Mungu na si ya kwangu. Hapo Wakorintho, Kristo anatufunulia vizuri sana kwamba watu wanaoamini Mungu na kuishi maisha yake, mali yao, afya zao, uhusiano wao na wanadamu, hata heshima wanaoipata kwa watu, kama kuna kuogopewa na wanadamu, kama kuna kusifiwa na wanadamu, iwe ni kula ama kunwa, watu hao huyafanya hayo yote kwa utukufu wa Mungu, si wao. Kwa nini? Wametambua kwamba uhai wao ni wa Mungu, si wa pesa. Wametambua kwamba sifa zao ni kwa Mungu, si kwa wanadamu wenzao.
wametambua kwamba viwango, utukufu wao ni ule wa Mungu, sio huu wa kimwili ambao ni kama maua, kama nyasi, vitu vya kunyauka haraka. Maana tunaona wote wanakufa vile huwa inapita. Wametambua kwamba kila kitu kwao ni Mungu. Kwa hivyo ni kunywa, ni kula, ni kutumia hii mali ya Mungu amekupa, yote ni kwa kumtukuza Mungu. Kumaanisha nini? Hawafanyi chochote kulingana na vile ulimwengu umepanga. Methali 3:5. Kila wanachofanya, jambo la kwanza ni kuangalia Mungu anasemaje ili wafanye hivyo. Katika umaskini kabisa, woga wao hauwi kwamba watapata shida, watadharauliwa. Woga wao huwa ni asimkosee Mungu. Huu umaskini usibebwe na hii akili ya kimwili ya kujililia, asahau kwamba kuna kile neno la Mungu inasema unapaswa kufanya wakati wa umaskini. Wingi wa mali hauleti tofauti na huo umaskini. Vyote ni hatari kwa maisha ya kiroho. Kwa hivyo mali yao haitoi mawazo yao kwa Mungu, akaanza kujiweka sawa sawa na walimwengu. Maana walikubali onyo la Mungu lililo katika Zaburi 62:10, kwamba mali, Mungu akikubarikia mali, usigeuze macho yako kuitegemea. Maana uhai wako hautegemei mali. Utaendelea kumfuata Mungu, na kama Kristo alivyosema katika Mathayo 6:33, na hivi vitu vitakufuata. Wakati unaendelea kujifunza kuishi kama Mungu, kama asemavyo katika neno lake, sio vile unadhania, sio vile wanadamu wamepanga, lakini kama Mungu anavyosema. Hivi vitu navyo viliumbwa kwa ajili ya kutunza huu mwili, wakati Mungu anaendelea na kuupa uhai. Wakati Mungu anaendelea kukupa afya njema, hivi vitu navyo vinatumika na huu mwili. Ni vyako, aliviumba tuvitumie, sio mbaya. Kuwa viwango vya kifahari vya ulimwengu sio vibaya, lakini jambo la kwanza ni kwamba neno la Mungu likutangulie katika kila fikira, litangulie katika kila tendo, kila neno. Hapo ndipo utakuwa unatimia kwenye mpango wa Mungu wa kukuumba wewe. Na utagundua akili yako haimo ndani ya mali, imo ndani ya kile Mungu anaomba ndani yako. Akili yako imejawa kuja kwa ufalme wa Mungu, na vitu vyote ufanyavyo kuhusiana na mali, kuhusiana na wanadamu wenzako, kuhusiana na fikira na nia za moyo, unavifanya vikiwa ni njia ya kumkumbuka Mungu. Unamuona Mungu katika mali, unamuona Mungu katika umaskini. Wakati ijapokuwa una hii mali, bado anakuhifadhi, hauwi mgonjwa, haujakosa chakula kabisa ukakufa. Na pia kwa wakati ufao ukiendelea kufanya kazi, anakubarikia kazi ya mikono yako kwa kila jambo, kwa uwezo, kwa udhaifu. Wakati wewe ni mdhaifu, Mungu anaonyesha nguvu zake. Wakati wewe una nguvu, Mungu anakudhihirishia uwezo wako wa kukukabidhi. Wakati una utajiri, unaona baraka za Mungu. Kwa kila jambo, kwa mtu anayeishi maisha ya kiroho, akili yake, mapenzi yake ya moyo, vitendo vyake vyote, ni mtu aliyejua kwamba
niko hapa ulimwenguni kujifunza kuishi kama Mungu ili niweze kuurithi ufalme wa Mungu unaokuja. Na mali yangu ni nimuone Mungu ndani yake. Umaskini wangu nione Mungu ndani yake. Kila kitu kikifanyika nje ya kumuona Mungu, hicho kitu sitafanya, maana kinanielekeza kwenye uharibifu. Vitu vyote viliumbwa na Mungu, na kila hali ulio nayo kunayo neno la Mungu linalokueleza namna ya kukaa ndani ya hiyo hali. Iwe ni ya umaskini, iwe ni ya utajiri, iwe ni ya madharau, iwe ni ya sifa. Kuna vile Mungu anakueleza ndani ya neno lake unafaa kujibeba, uwe unaendelea kutimia kumuona Mungu ndani ya vyote, kwa vyote na juu ya vyote. Itakuwaje tena uanze kutamani hivi vitu ambavyo havikupi uhai? Utamtamani Mungu akulinde na akuongoze. Itakuwaje uanze kufanya vitu ukitazama mwanadamu ananionaje, anasikiaje, wananisemaje, watanibebaje, nikibaki peke yangu nitaishi na nane? Utakuwaje uwaone na unajua kwamba uhai wako, hata hawa wanadamu wenyewe wanamtegemea huyo Mungu aliyekufunulia, na kwamba wategemeaji mali ni wajinga, wote ni wadhaifu sawa na wewe. Hakuna mtu aliyegundua siri ya maisha ambao macho yake hutoka kwa Mungu na ikatoka kwa huo ufalme. Akikaa hapa anakaa kufikiria ufalme. Angalieni Ibrahimu, angalieni Ayubu, angalieni wote walioishi maisha yao katika huu ufahamu wa neno la Mungu. Waliutazamia ufalme, na mambo yote walioyafanya walifanya kutafuta ufalme. Ndugu zangu, fikiria sana, maana nimeona wengi. Pastor, hapa nyumba yetu ni baya, tunataka tujengewe nyumba nzuri. Pastor, mimi ni mgonjwa, nataka pesa ya kwenda hospitali. Pastor, sasa pastor amekuwa ni kama njia, amewahubiria neno la Mungu, mumeipata na kuelewa. Kuna wale wamekubali lakini sio kukubali. Anakuja kwa ushirika akiwa na nia ya kusaidiwa kipesa, lakini sio nia ya kuishi kulingana na vile Mungu anapenda, ili aumbike kulingana na mapenzi ya Mungu. Kristo aliyanena hayo vizuri sana, akasema, kisoma katika Yohana 6 mstari wa 26, 27, anaongea na wewe unayefikiria kwamba uungu ni njia ya kupata faida za kimwili. Akasema, wewe unaofanya hivyo uelewi unafanya nini? Musisumbukie hivi vya kuharibika, chakula wanayekula na inaisha hivyo na huu mwili, mbali sumbukieni kile ambacho Mungu aliwaumba kwacho. Nini? Kuumbika utakatifu na uhaki, ili muweze kuurithi ufalme ambao kwa huo mliumbwa, kama anavyosema katika Mwanzo 1:26. Anasema vizuri sana Mathayo 6:32, wanaosumbukia pesa, wanaosumbuliwa na ukuu, viwango vya kibinadamu, utukufu wa kibinadamu, ni watu wa mataifa. Na watu wa mataifa ni ulimwengu wa leo ambao umedanganyika ukawacha mambo ya maisha. Ndiyo sababu akili yao ni hii ya kimwili, wanasumbukia vya kimwili, wanafikiria mwili, wanafikiriana wao kwa wao, wanaabudiana wao kwa wao, wanasifiana wao kwa wao. Hakuna Mungu ndani yao.
Maana Waefeso 4 mstari wa 18, wamekatiswa na uhai wa Mungu. Ijapokuwa ni Mungu anawapa uhai na hizi vitu wanatumia ni zake, hawaelewi hivyo, wamevigeuza kuwa ndio Mungu wao. Maana akili zao baada ya kukubali uongo wa Eden simetiwa giza, hawana Mungu duniani. Ndio sababu wakuu wa mataifa, maraisi, wasomi, matajiri kwa maskini, wote hakuna mtu unasikia akiongea mambo ya Mungu, wanaongea mambo ya kimwili. Maana akili iliyo ndani ya mwili inafikiria mambo ya kimwili. Lakini injili ya Kristo Yesu haijakuita uendelee kufikiria mambo ya mali, kujificha hapa kanisani ati unatafuta utajiri. Unaingia pale wakati neno la Mungu inasoma, we ni kusinzia. Lakini kukitajwa mambo ya pesa umeamka. Unamfisia pesa, anakuwa na wakati mgumu, maana kila mmoja mwenye akili ya kimwili anafikiria umwili. Kama vile viongozi wa ulimwengu ni wale wenye mali. Wanaona hata kiongozi pasta ako na pesa, pasta nisaidie na hii ya mtoto wa shule, pasta tujengee kanisa nzuri hii, kuna watu hawawezi kuja, hii ni chafu sana. Mwingine ananiambia ati kuna watu wanapenda hii injili, lakini kiwango chao cha maisha akiwaachi wakuje kwenye hii nyumba chafu sana, si mtujengee nyumba tu nzuri. Na nikawaambiaje, huyu mtu hawezi kuja mahali Kristo yupo, hata akijengewa hiyo nyumba, hata kuja mbele ya Kristo. Itakuwa ni hao majigambo ya wanadamu. Na ndio mnaona kuna wale wanaabudu kwenye hizo manyumba za kifahari wanaojiita makanisa. Hao hawana sehemu katika ibada ya Mungu iliyo katika roho na kweli. Mtu wa Mungu atafuti utukufu wa kiulimwengu, anatafuta utukufu wa Mungu ambao uko ndani ya moyo safi, matendo yatimizao maandiko. Unatafuta nini? Jipime. Ukiona akili yako imejawa ulimwengu kama wanadamu tu, nataka nalilia mafasi, unalilia nguo, unalilia pesa, unalilia heshima za watu, wewe unajiweka kwenye kipimo cha mwanadamu. Elewa wewe ni yule mtu anajiangalia kwa kioo. Angalia saa yote uko kwa kioo, unajiangalia, unaona uso wako umerembeka, uko msafi, mafasi yanapendeza, umetosheka. Maana unajua ukienda mbele za wanadamu unafanana vile umejiona. Huyu ni sio vibaya kuwa msafi, sio vibaya kujiangalia, lakini tazama sana huyu mtu wa kioo pale, nia yake, moyo wake uko mbele ya wanadamu. Mtu aliye mbele za Mungu anacho kioo. Kioo kinaitwa neno la Mungu. Na neno la Mungu inatazama moyo wako. Haitazami mavazi ya nje, haitazami urembo wa nje, haitazami usafi wa nje. Sio vibaya kuwa msafi, maana hayo yote ni Mungu aliumba, lakini akasema yatufuate, tusiyafuate. Mtu aliyekubali injili ya Kristo Yesu, kioo yake ni neno la Mungu. Na bidii zake zote ni kuona moyo wake umejawa hiyo neno, mawazo yake yamejawa hiyo neno, goli yake ni ufalme wa Mungu. Ijapokuwa tuko hapa duniani, hatuishi kwa ajili ya dunia, tunajitayarisha kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ndiyo Kristo akasema, utafuteni ufalme na haki, yaani maisha yake,
na hali mkiendelea kutafuta hivi vitu vitakuwa na nyinyi pia. Anamaanisha tuachane na kufanya kazi tupate chakula? Hapana. Tuachane na kutafuta pesa? Hapana. Anasema kuna vile alipanga tuwe tukitafuta hivi vitu. Ufalme wa Mungu ndio unatushauri namna ya kuhusiana na mali. Ufalme wa Mungu ndio unatufundisha namna ya kupata hela katika haki. Ndio unafundisha namna ya kutumia utajiri katika haki. Kwa hivyo Mungu hasemi wacheni kutafuta pesa, kwanza mtafute ufalme. Anayetafuta ufalme wa Mungu ana hekima ya kutafuta hiyo pesa kulingana na vile Mungu anasema. Kwa hivyo ni neno la Mungu itakuagiza katika kazi zako. Mahali hiyo neno, mahali utafutaji wako, uhusiano wako na wanadamu unakufanya usitumie neno la Mungu, kataa, maana hapo hautafuti ufalme kwanza. Umeanza ulimwengu unasema tafuta mali kwanza na ufalme wa Mungu utafuata. Hao ni manabii wa uongo wanaohubiri injili ya utajiri wa kimwili. Mungu anasema tumia ufahamu wake kutafuta kingine chochote, na iwe ni mali, ni sifa, uhusiano na wanadamu, heshima za watu, yote kwako itakuwa ni kwa kumpendeza Mungu, kwa kumtii Mungu, na hakuna kitu chochote utafanya nje ya neno la Mungu. Uko ndio kutafuta ufalme wa Mungu na uhaki wake. Maana utakavyofanya hivyo utakuwa una utafutaji wa kweli. Injili ya Kristo Yesu inatuambia tutafute nini? Namalizia kwa hiki kifungu kilicho katika Warumi 2:7. Mungu anasema watu wake wanapaswa kutafuta nini? Tafuta heshima na utukufu na kutokuharibika, kutokufa. Ikiwa kweli umemwamini Yesu Kristo na umeamini hii injili, hautasumbuliwa na ukosefu wa hela, hautasumbuliwa na madharau ya wanadamu, hautasumbuliwa na kukaa peke yako. Utasumbuliwa tu na kuhakikisha kwamba hujahasi neno la Mungu, hujatenda kinyume na Mungu, na utakuwa umetosheka na kutulia kabisa hapo ukiona kwamba uko ndani ya Mungu na Mungu ndani yako. Maana ukiwa pale uko na vitu vyote, hata utajiri wa kimwili, hata afya, hata heshima za watu. Hiyo ndio unaotafuta? Kama sivyo, kumbuka, ijapokuwa unajiitanisha na Mungu, bado wewe ni wa ulimwengu. Maana Kristo alisema watu wa mataifa ndio wanaotafuta vya kimwili, sifa za wanadamu, ukuu wa dunia, utukufu wa dunia. Hao mataifa wanatafuta hayo, lakini wewe uliyemkubali Mungu, tafuta heshima. Heshima ni kuishi kulingana na Mungu, sio fedha, sio hiyo ya wanadamu. Utukufu ni ule wa Mungu. Ufunuo 19:8. Matendo, moyo safi, matendo mema ya watakatifu. Tafuta utukufu wa Mungu na sifa zake na heshima zake. Hiyo ndio kazi tulioitiwa katika Kristo Yesu, na ndio mafundisho ya injili ya Kristo. Yaani kujawa na mambo ya ufalme wa Mungu, kuishi maisha yako yote kujitayarisha kwa ajili ya huo ufalme. Hicho ndicho unachotafuta? Ndicho kilichokufanya uje katika ushirika wa kanisa la Mungu? Ndicho kinachokufurahisha unapokutana na pasta kusikiza akikuhubiria? Heri wewe
ukiwa nia yako ndiyo hiyo, neema ya Mungu iongezeke kwenu wote wenye hiyo nia, mukiutafuta ufalme na maisha yake. Amani kwenu nyote.